Naam, karibu sana mtazamaji, tuangazie taarifa zilizoweza kutufikia katika siku hii ya leo. Kama ndo kwanza unatutazama hii leo, karibu subscribe kwa ajili ya kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Jina langu ni Official Rose D, hii ni Biomedia. Tuko na story ya mwanadada Mange ambaye ametoboa siri chanzo cha kifo cha ghafla cha waziri, lakini pia mbunge Lukuvi. Rais Samia aomboleza kifo chake. Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye ametangaza kwa masikitiko makubwa kifo cha aliyewahi kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera bunge, uratibu na wenye ulemavu, lakini pia mbunge wa jimbo la Isimani William Lukuvi, kilichotokea tarehe 25 mwezi Machi mwaka 2026 majira ya saa 1 asubuhi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na rais, kiongozi huyo alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Benjamin Mkapa iliyopo jijini Dodoma, na inaelezwa kuwa chanzo cha kifo hicho ni ugonjwa wa mshtuko wa moyo uliompata, hali ambayo ilisababisha kupoteza maisha licha jitihada za madaktari waliokuwa wakimhudumia. Kifo cha Mheshimiwa Lukuvi kimeacha pengo kubwa si tu kwa familia yake bali pia kwa serikali pamoja na wananchi wa jimbo la Isimani pamoja na Watanzania kwa ujumla. Marehemu alikuwa kiongozi mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya kisiasa na utumishi wa umma, ambapo alihudumu katika nafasi mbalimbali serikalini kwa muda mrefu sana, akitoa mchango wake katika kuimarisha sera, shughuli za bunge na uratibu wa masuala ya kitaifa, ikiwemo kuwahudumia watu wenye ulemavu. Katika salamu zake za rambirambi, Rais Samia ameeleza masikitiko yake makubwa kufuatia msiba huo mzito, na ameeleza kuwa taifa limepoteza kiongozi shupavu, mchapakazi na aliyejitolea kulitumikia taifa kwa uadilifu na uzalendo mkubwa. Anasisitiza kuwa mchango wa marehemu katika maendeleo ya nchi utaendelea kukumbukwa na kuthaminiwa na vizazi vya sasa na vijavyo. Aidha, rais ametoa pole kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wabunge wote, familia ya marehemu, ndugu, jamaa na marafiki pamoja na wananchi wa jimbo la Isimani ambao walikuwa wamemtegemea kama mwakilishi wao. Ameongeza kuwa huu ni wakati mgumu kwa wote walioguswa na msiba huu, na amewataka Watanzania pia kuungana katika maombi na faraja kwa familia ya marehemu ili waweze kuvumilia kipindi hiki kigumu. Wananchi wa jimbo la Isimani nao wameelezwa kuguswa na kiasi kikubwa na kifo hicho, wakikumbuka namna ambavyo marehemu alikuwa karibu nao na kushiriki katika kutatua changamoto zao za maendeleo. Uongozi wake ulijikita katika kusikiliza wananchi na kutafuta suluhisho la changamoto zao kupitia sera na mipango ya maendeleo. Kwa ujumla mtazamaji, kifo cha Mheshimiwa William Lukuvi ni pigo kubwa kwa taifa la Tanzania, hasa ukizingatia nafasi yake katika serikali na mchango wake kwa wananchi. Serikali imesisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na familia katika maandalizi ya mazishi, huku Watanzania wakihimizwa kuendelea kuwa na moyo wa mshikamano katika kipindi hiki cha maombolezo. Ni tamati mtazamaji, nasi kama timu ya Biomedia tunaendelea kumtakia pumziko la milele Mheshimiwa William Lukuvi, apumzike kwa amani. Uwe na wakati mwema mpaka wakati mwingine.